Ni Jumatatu asubuhi katika chuo kikuu cha Embu. Tunawapata wanafunzi wakiwa wamejumuika kwa wingi katika afisi zinazoshughulikia masuala ya malipo ya ada ya chuo. Ni asubuhi saa 3:30 hivi, ila tunawapata mamia ya wanagenzi nje ya jumba hili linalojumuisha afisi za uongozi wa chuo kwa ujumla. Ni shughuli iliyoanza Ijumaa iliyopita baada ya wanafunzi kupata ugumu kupata kadi ya kuwaruhusu kukalia mtihani wa mwisho wa semia hii. Tulivyobaini ni kuwa wote hawa walikuwa na tatizo moja kuu la kuhusiana na malipo ya ada. Mamia wanafunzi wakielekea katika afisi zinazoshughulika na malipo ya ada ya shule. Ni baada ya kuwa na tatizo la kuweza kupata kadi ambayo inamruhusu mwanafunzi katika chuo hiki kuweza kukalia mtihani wa mwisho wa semia. Kulingana na wanafunzi tuliokutana nao, hii haikuwa mara ya kwanza kufika katika afisi hizo, kwani walikuwa wamewahi kutembelea afisi hizo mwanzoni mwa semia hii. Hadi ya malalamishi kutoka kwa wanafunzi kuwa wamekuwa wakitembelea afisi zile za malipo ya ada, lakini hawajakuwa wakishughulikiwa. Madai yao yalikuwa ni kwamba walikuwa wameweza kufanya kile kiasi cha malipo ambacho walikuwa wanahitajika kufanya, lakini kwenye wavuti ilikuwa haionyeshi kabisa. Sasa ni malalamishi hayo ambayo yamepelekea wanafunzi wengi kabisa kukosa kupata kadi hiyo ya kuwaruhusu kufanya mtihani wa semia hii. Ni hali ambayo ndiyo mara ya kwanza kwa wengi kuwahi kushuhudia, na swala hili limezua hali ya wasiwasi zaidi kwa wanafunzi, japo baada ya kutafuta usaidizi kwa wasimamizi wa vitengo mbalimbali vya uongozi wa shule, bado kunao wengi walioacha katika njia panda wasijue cha kufanya. Wengi wao wameendelea kupandwa na kiwewe zaidi, huku wengine wakipatwa hata na msongo wa mawazo. Namna ndivyo hali ilivyo. Hapa tu wanafunzi wamemiminika kwa wingi zaidi kwa ajili tu ya shughuli ya kufanikisha kulipa ada hizo za shule, na labda wataweza kusaidia kwa sababu shinikizo hilo lilipelekwa kwa uongozi wa shule hii, na sasa shule pia ilikubalia na kusongeza siku ambayo ilifaa kuanzia mtihani. Ilikuwa ni siku ya leo, lakini itakuwa ikianza siku ya Jumatano. Usimamizi wa shule ulitoa mwelekeo wa kuhairishwa kwa mitihani hiyo hadi Jumatano ili kuwapa nafasi wanafunzi wote kupata usaidizi. Kwa sasa ni matumaini ya kila mwanafunzi kuwa watapata kufanya mtihani huo, kwani kukosa kufanya hivyo itawalazimu kurudia tena upya masomo ya semia nzima. Huku hayo yakijiri, wanafunzi wengi tayari wapo katika harakati za mwisho za kudurusu kwa ajili ya mitihani yao. Kutoka kwangu na kikosi kizima cha Nanda Saba Media, na watakia kila laheri. Tony Nanda Saba Media, chuo kikuu cha Embu.